Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Baada tu ya kushuhudia ndoa ya Ommy Dimpoz pamoja na mtangazaji Aaliyah, kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kutokea, na moja kati ya kitu ambacho kimewashangaza sana watu wengi ni msanii Diamond Platnumz kuonekana kwamba hajapendezwa na hiyo ndoa, lakini pia Ommy Dimpoz aliweza kumwalika Diamond Platnumz aweze kuhudhuria, lakini Diamond hakuweza kuhudhuria licha ya kwamba ndoa yao walifunga ya mkeka tu, lakini kuna katafrija fulani walikafanya maeneo wakiwa ndugu, jamaa, marafiki kwa ajili tu ya kupata chakula. Sasa ukiangalia Diamond Platnumz hakuweza kuhudhuria, na baadaye Diamond ni kama vile aliamua kutoa ya moyoni na kudai kwamba mtangazaji Aaliyah aliwahi kuwa mpenzi wake, lakini amekuja kushangaa Aaliyah huyo ameenda kutembea na rafiki yake ambaye ni Ommy Dimpoz. Sasa Diamond anakuambia asingejali wala asingejisikia vibaya au asingejisikia kutoheshimiwa kama mtangazaji Aaliyah angeenda kuwa na mwanaume mwingine tofauti kuwa na rafiki yake. Diamond Platnumz anadai amemvunjia heshima na hajapendezwa na hicho kitendo. Sasa baada tu ya Diamond Platnumz kuweza kuzungumza vile, kwa mara ya kwanza mtangazaji Aaliyah ameamua kuzungumza, ameamua kueleza ni kwa nini Diamond Platnumz amekuwa na hasira baada ya yeye kuolewa na Ommy Dimpoz, na hatuelewi ni kwa nini hasira zake ameshindwa kuzizuia na akaanza kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii. Diamond mara nyingi ni mtu wa kunyamaza, lakini katika hili swala la mtangazaji Aaliyah bana, imekuwa ni ngumu sana kwa yeye kunyamaza na kulikalia kimya. Ameamua kuzungumza, lakini mtangazaji Aaliyah siku leo ameweza kutufungua macho ni kwa nini Diamond Platnumz amekasirika na ameonyesha kutopendezwa na ndoa yake pamoja na Ommy Dimpoz licha ya kwamba ni jambo la heri. Mtangazaji Aaliyah kwanza kabisa amedai hakuna siku hata moja ambayo Diamond aliwahi kuzungumza mitandaoni kwamba yeye aliwahi kuwa mpenzi wake, na hiyo ndo mara ya kwanza. Sasa Aaliyah anakuambia huo ni wivu tu unamsumbua Diamond, lakini pia kuna kitu kingine ambacho Aaliyah alikizungumza. Aaliyah alikwambia baada tu ya Diamond kuachana naye na kuamua kuanzisha mahusiano na Zuchu na baadaye akafunga ndoa na Zuchu, basi mtangazaji Aaliyah anakuambia aliamua kuendelea na maisha yake, lakini baadaye Diamond aliamua kumtafuta na kumuomba kwamba naomba ni kuoe mke wa pili. Ndio kile kipindi tukaona mtangazaji Aaliyah stories zake zimesambaa mitandaoni kwamba anaolewa mke wa pili na msanii Diamond Platnumz. Kumbe ilikuwa ni ombi tu. Diamond alimpelekea mtangazaji Aaliyah kwamba naomba ni kuoe mke wa pili, lakini Aaliyah anakuambia aliona ni dharau kwa sababu Zuchu alimkuta Aaliyah, lakini Diamond akaona Zuchu ana thamani kuliko Aaliyah, akaamua kumwacha Aaliyah akaenda kwa Zuchu. Sasa Aaliyah akaona ni dharau, kama ilikuwa ni kuolewa ningeolewa mimi mke wa kwanza, Zuchu angekuwa mke wa pili, lakini mwenzangu kashaolewa mke wa kwanza, mimi ndo niwe mke wa pili. Kwa nini yani? Na alinikuta niko na msanii Diamond Platnumz, ni kama vile thamani yangu ilikuwa haionekani hivi. Sasa Aaliyah anakuambia baada tu ya kumkatalia Diamond kumuoa mke wa pili, basi kuanzia hapo Diamond akawa anamfuatilia sana kuangalia huyu kwa nini anikatalie mimi. Unajua Diamond ameshajiwekea ile dhana ya kwamba yeye hawezi kukataliwa na mwanamke yeyote kwa sababu ana pesa, kwa sababu ni mtu smart, mambo kama hayo. Lakini Aaliyah alisimamia msimamo wake licha ya kwamba kipindi kile Diamond Platnumz kweli alikuwa si haba na wanawake wengi wanamsumbua kama hivyo kwa sababu ndo alikuwa ameshafanikiwa, lakini mtangazaji Aaliyah hakutetereka na ubosi wake na pesa zake na hakujali kama ni bosi wake. Alimwambia hapana, siwezi kuolewa mke wa pili, na mtangazaji Aaliyah akaendelea na maisha mengine. Sasa baada ya Aaliyah kuolewa na Ommy Dimpoz, Aaliyah anakuambia alipokea simu nyingi sana za Diamond akiwa anamlaumu kwamba kwa nini umeenda kuolewa na rafiki yangu usiende kuolewa na mtu mwingine. Aaliyah anamwambia mimi sioni kosa langu hapo, kwa sababu Ommy alinipenda na mimi nikampenda, maisha mengine yanaendelea. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.